Tukio moja ambalo mtazamaji limechukulia rais wa nchi ya Kenya kuweza kuwaitisha viongozi wa Mombasa, hasa wale wa chama cha ODM kuweza kutembelea ikuluni kwa mkutano wa dharura ambao wametakikana kuweza kueleza wazi kuhusiana na tukio ambalo liliweza kutendeka Mombasa, na Rais William Ruto akaweza kuitisha majibu rasmi na akawapa wiki moja ili waweze kujibu ni kwa nini kuliweza kutendeka tukio kama hilo. Bado wangali viongozi ambao walikuwa wamemwimbia kwamba watasapoti serikali yake kwa mara ya pili. Karibu tuweze kupakua yale ambayo yametufikia mtazamaji. Jina langu nafahamika kama Bwana Steven, na kama ni mara yako ya kwanza, asante kwa kujiunga na kituo hiki. Viongozi wa maeneo ya Mombasa, haswa Hassan Joho pamoja na ndugu yake ambaye ni gavana wa kaunti ya Mombasa Nasir, wameweza kujipata pale babaya baada ya Rais William Ruto kuweza kuitisha mkutano wa dharura ili waweze kueleza ni kwa nini ameweza kupata aibu kubwa zaidi katika siasa na serikali yake tangu aingie uongozini mwaka 2022 hadi wa sasa. Tukio ambalo liliweza kutendeka siku ya Jumapili, mtazamaji, ni jambo ambalo lilikuwa la kusikitisha na limeacha nchi bado ikishangaa ikiwa kama bado Rais William Ruto ana nguvu na uwezo wa kuweza kustahimili siasa kwa siku ambazo zimebaki tukielekea uchaguzi wa mwaka 2027. Kila ambacho kimemshangaza zaidi ni jinsi ambavyo Edwin Sifuna pamoja na viongozi wengine wa mlengo wa Linda Mwananchi waliweza kufanikiwa kuitisha umati wa watu ambao ulizidi wa ule ambao Rais William Ruto amewaipokea nchini Kenya tangu tuanze siasa za kujiandaa maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2027. Kilichoshuhudiwa katika maeneo ya Tononoka, mtazamaji, ni jambo ambalo limeacha historia kwa muda mfupi, kwa muda mrefu, kwa siku zijazo, kwa sababu tayari chama cha ODM kiliweza kuwa na mkutano wa Linda Ground, same place, lakini hawakuweza kushuhudia umati wa watu ambao waliweza kufanikishwa kufika pale. Kila ambacho hawakuweza kukielewa ni jinsi Edwin Sifuna pamoja na viongozi wa mlengo wa Linda Mwananchi waliweza kuhamasisha watu waweze kuhudhuria kwa wingi. Wanafaa kufahamu wale ambao walikuwa nyuma zaidi na mambo ambayo yaliweza kusababisha watu wale kufika pale. Ya kwanza ni kwamba Sifuna ni kiongozi ambaye, mtazamaji, usungumzia yale masuala na matatizo ambayo wananchi wa kawaida huweza kuyashuhudia na kuyapitia kila siku kukija. Cha kwanza ni the cost of living. Cha pili ni kuhusiana na uongozi mbaya, na cha tatu ni accountability. Sifuna amekuwa mmoja wa kipaumbele wa viongozi ambao, mtazamaji, wameshuhudiwa wakipigania haki za wananchi, haswa accountability, na kutaka viongozi waweze kujieleza wazi kuhusiana na hela ama fedha na jinsi ambavyo wameweza kuzitumia pale ambapo wanafikishwa kule Seneti. La pili, ni vizuri siasa za Kenya viongozi waweze kufahamu kwamba wananchi upenda wale viongozi ambao huweza kuingiana na yale matatizo ambao wanayapitia. Kwa sababu nikikumbusha Rais William Ruto jinsi ambavyo aliweza kushinda uchaguzi uliopita, ni kwamba aliguzia wale wananchi wa chini, asiwa mama mboga, asiwa mwana bodaboda, asiwa wale watu wa mjengo
na wale watu fanye vibarua vya kila siku na biashara ndogo, na ikiwa you will be clear and mention about issues, especially the conviction on issues affecting the daily lives of people that are earning low, then you are able to garner the attention of people to listen to you. Remember, people attending rallies are people that are suffering. It is not the rich. You cannot find a rich person attending a political rally, not unless he is campaigning or not unless he has political ambition on whoever anapeana support kwake. Jambo la tatu, mtazamaji, Sifuna tayari has established a political identity that was laid there by His Excellency the late Honorable Raila Amolo Odinga. The way Sifuna is mixing and engaging with wherever political analysis and identities Raila Amolo Odinga left to us is what is giving Edwin Sifuna more space to be winning politically and to win the attention of people who are willing to listen to him. The fourth point, people who have been very good at keeping records, especially when it comes to politics, and who are very loyal to the politician they are promised, are the people from the coastal region. Remember, after Kibera, coastal region was Baba's bedroom. This is where Baba could feel that he has reached home, because hawa ni watu ambao wangempokea. Na Raila Amolo Odinga, before he died, left Edwin Sifuna as a leader who could be trusted by the way he could speak. Raila could say Sifuna spoke on behalf of the party. So people could possibly trust him more than they could trust other people, because they understand that Sifuna spoke on behalf of His Excellency the late Raila Amolo Odinga. Sifuna has earned the art of giving a speech that focuses more on the economic concerns, more on unemployment, and more on service delivery. And the Ruto's side focuses on mockery, focuses on fake promises, focuses on attacking leaders, especially the opposition side. So people will choose to listen to a leader whom they know that he has their ambitions at heart. People will choose to listen to leaders whom they knows what challenges they are going through. And that's how Edwin Sifuna managed to attract the attention of thousands of people who managed to listen to him. So Ruto should not waste his time threatening the coastal political leaders, especially those affiliated to ODM party. He should spend much of his time knowing on how to be answerable to the people, especially the ones who elected him on the 2022 general elections.